Vipi? Mbona nimegonga muda mrefu umechelewa kunifungulia? Afu naona watu mmesawajika sawajika. Kuna nini kinaendelea? Amna bibi, kuna lijitu lituvuruga. Tukajua ndio yeye anagonga. Jitu gani? Tunu, wewe umeshaamua mimi kuto kuniambia ukweli, na huwezi kuongea ukweli hata siku moja. Shida, hebu niambie mwanangu, kuna kitu gani hapa kinaendelea? Mambo vipi tu? Natumai uko poa kipenzi changu. Ila hapa nimetoka pembeni kidogo ili mradi niongee na wewe ili Jamali asinisikie. Tunu, hali ya mgonjwa sio nzuri kivile. Kikubwa ni kumuomba Mungu tu aweze kumsaidia na apone salama. Ngoja kesho anakuja, nitakupigia bebe. Shida mwanangu, mimi naelewa wewe ni mwanamke shupavu, hutakiwi kulialia, inatakiwa uwe makini. Sasa basi, ninachokuomba, sogea hapa karibu, unieleze vizuri tena kwa ufasaha, ili niweze kujua wapi naweza kuanzia, ili niweze kukusaidia. Pole mwanangu, huo ndio mwanamke. Majuto ya jana narudi kama kivuli, shida na Tunu bado wa maumivu, kutafuta mwanga ndani ya giza. Wewe nani? Na kwa nini uko hapa? Linda, mimi naitwa Kesi, ni mpenzi wako na tuko hapa hospitali kwa sababu wewe unaumwa, na Mungu akijalia ukiwa sawa, mimi naye nataka tuende moja kwa moja mpaka kwa wazazi wako tukafunge ndoa. Nachokimaanisha kwamba mimi naye tuishi kama mke na mume. Lakini je, makovu nayo hurithiwa? Maisha yakawa kama jela isiyo na yako, au makovu ni sehemu ya maisha yetu tusiyoweza hata kwa maombi. Kovu, majuto ya jana. Lakini mimi sikujui. Hiyo basi usinilazimishe nikujue kakangu. Linda, nimeshakuelekeza kwamba mimi naitwa Kesi, mpenzi wako. Unijue kivipi? Nini kinachoendelea? Nakuomba uondoke. Na uniache huko ndani nikiwa peke yangu. Kesi, nakuomba ofisini. Dokta, ni nini ambacho kinaendelea? Mbona mimi sielewi?
Poleni sana wajukuu zangu. Yule ambaye aliyekuwa anaongea kwenye simu ni nani kwenu? Naweza kusema ni kama rafiki tu kwangu, ila Shida ni shemeji yake. Oh. Ni rafiki wa mpenzi wake, japokuwa alishawahi kunihitaji kuwa mpenzi wake. Nilimkatalia tu, hakuna kilichoendelea kati yetu. Sawa. Unajua hili swala mimi nashindwa kulielewa. Ina maana kuniambia kabisa kwamba hanikumbuki? Kesi inawezekana ni kweli, kwa pigo alilopigwa limesababisha kwenda kugonga katika mshipa fahamu, na ndio maana ikielekea kupoteza kumbukumbu. Ila la muda mfupi tu, endelea kumvumilia, atakaa sawa. Sawa, mimi nimekuelewa, ingawaje imekuwa ni vigumu sana mimi kuweza kuishi katika misingi ya kukuelewa. Kitu ambacho mimi najiuliza, nitaishi naye vipi ikiwa amedai kwamba hataki hata kuniona? Na isitoshe kuhusu familia yake, wanaishi mbali na hapa. Ni mimi peke yangu tu ndiye ninayemfahamu. Wagonjwa wa aina hii wanahitaji unyenyekevu sana na sio nguvu. Kadiri unavyokuwa msaada kwake, ndivyo anavyoelekea kukuamini na atatamani kuwa na wewe kila wakati. Na ndio maana nikasema uvumilivu ndio unahitajika. Nadhani utakuwa umenielewa kaka. Na maisha yanazunguka kama upepo wa bahari, lakini maumivu hayafutiki, yanabaki kama miaka ipike. Alama za maisha zinachoma. Haya, nishakaa sasa. Mrembo wa zamani, niambie. Nikwambie nini? Yanakuhusu nini? We pambana na ya kwako. Haya yangu mimi wala hayakuhusu. Bibi we, nimesikia kila kitu chokupo unaongea, na naona unajaribu kunificha mauaji yalotokea. Niambie. Hebu nisikilize kwanza kwa makini. Haya hayakuhusu. Sijui unanielewa? Sasa basi, nisije nikasikia umemwambia mtu yoyote, hata mpenzi wako. Hili libaki siri yako. Sijui umenielewa? Yaani nisisikie kokote. Kuhusu swala la Kaba ninalo, cha msingi nipe ubuyu. Nipe ubuyu vizuri, nilisikia tu juu kwa juu. Shida amempiga kichwani na chupa ya bia, hawala wa mpenzi wake. Mungu wangu. Kwa hiyo nini sasa kinachoendelea? Kwa kweli hapa hakuna kinachoendelea. Hapa unaponiona mimi, yani nafanya jitihada ili kuweza kumsaidia Shida. Umenielewa? Na hivi ninavyoongea na wewe, Shida yuko nyumbani kwetu.
Shadia, umefuata nini usiku nyumbani kwangu? Nataka kujua kilichonileta. Anyway. Shida, ninaomba unyanyuke na uondoke na ukae mbali na familia yangu. Shadia, unapata wapi ujasiri wa kumtoa Shida hapo kwangu? Wewe ni kama nani? Mimi kama ndugu yako wa damu. Na unataka kujua? Ninajua kila kitu kinachoendelea. Bibi ameniambia. Bado tu nataka kujua nimepata wapi uhalali wa kumfukuza huyu muuaji katika hii nyumba? Tunu. Hapana. Msipigane kwa ajili yangu. Mimi ni mpitaji tu katika nyumba hii. Sina haki yoyote. Acha niondoke. Shida! 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 Ndoto zikayeyuka kama moshi wa usiku, tukachiwa majeraha yasiyoonekana. Tukazikaka tukachiwa majeraha mulisi ya huzuni, na maisha yanazunguka kama upepo wa bahari, lakini maumivu hayafutiki, yanabaki kama miaka ipike. Alama za maisha zinachoma moyo, chozi na majuto hazifutiki hata miaka ipite.